Tunaona kile kichwa cha dhahabu. Ule ufalme wa Nebukadneza ulikuwa ni ufalme wenye nguvu, wenye utukufu. Ule ufalme ulikuwa una uweza, ulikuwa una nguvu, ulikuwa una utukufu, ulikuwa una uwezo, ulikuwa una ule ufalme ulikuwa una uweza na nguvu na utukufu. Imaanisha nini katika ulimwengu wa roho? Hata kazi ya Mungu pote inapoanza, watumishi wa Mungu wanaanza wakiwa watakatifu. Lakini huko chini unapoenda huko unakuwa vizuri kabisa. Lakini nafika mahali mharibifu anaingia, panatokea mchanganyo. Sasa mchanganyo ukishatokea, ndio maana Yesu aliwaambia acheni magugu na ngano vyote vikue kwa pamoja. Maana unaweza kushangaa kuna chuma alafu pia kuna udongo. Udongo tushajifunza, udongo katika ulimwengu lazima jifunza ni mavumbi. Maana yake ni kwamba ni watu ambao hawana neno la Mungu, hawana pumzi. Maana yake wao ni kama udongo, wametoka mavumbini mpaka Mungu awapulizie pumzi. Tukasema Bwana Yesu atatuambia neno hili ni uzima, na ni kweli. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinaweza kawa kizima kama hakina pumzi ya Mungu. Kwa hiyo hilo neno la Mungu ndio pumzi, ndio uzima, ndio kweli na uzima. Kwa hiyo ule udongo, kwa hiyo hawa ni dini ndio, lakini hazifundishi kweli ya Mungu. Chuma kile tumejifunza maana ya fimbo. Fimbo ni neno la Mungu ambalo linanyosha watu, ambalo linahukumu, linaweka watu kwenye mstari ili waenende sawa na mapenzi ya Mungu, ili siku moja waje waende mbinguni. Yesu anajulikana kama nani? Kama fimbo. Atakuwa ni kuhani mwenye fimbo ya chuma. Kwa hiyo Yesu atawatawala watu kwa fimbo ya chuma. Fimbo ya chuma, tukisema chuma maana yake ni mtu mwenye neno la Mungu ambalo ni la hukumu. Kwa hiyo kanisa la Mungu wenyewe ni kanisa ambalo limebeba neno la Mungu ambalo linawatengeneza watu, lina hukumu ndani yake. Linawaambia mkifanya hivi mtahukumiwa, mkifanya hivi mtaenda jehanamu, linawaonya watu. Huu ni utawala wa chuma. Chuma maana yake ni utawala ambao ni wa Mungu, ambao Bwana Yesu maana yake ni mtu ambaye ana Bwana Yesu ndani, ana neno la hukumu. Fimbo, tunasema fimbo tunasema fimbo, watu ambao wajui mafumbo watafuatilia klipu za nyuma. Kwa tunaona chuma, neno la Mungu ambalo ni la hukumu. Makanisa ambayo yanafundisha kweli ya Mungu, yanaandaa watu kwa ajili ya kurithi uzima wa milele. Kwa tunaona sasa ule udongo ni manabii wa uongo, makanisa ya uongo. Sasa hata ile agano, hata kwenye Ufunuo unavyosikia mnyama anatoka baharini, nimekwambia ni ulimwengu wa watu, ulimwengu wa kidini, ulimwengu wa Ukristo ambao yaani ni ulimwengu wa kidini ambao umechanganya, umejaa michanganyo. Lakini Mungu pia kwenye ulimwengu amejisazia watu ambao ni watakatifu. Mwanzo kwenye